Leo hii mambo ya kipuuzi kabisa ndiyo yanaonekana ni mambo ya maana, na mtu mpuuzi anayefanya mambo ya kipuuzi ndiyo anaonekana kioo cha jamii, mpaka anapewa jina, anaitwa huyu ni star, huyu ni public figure, huyu ni content creator, huyu ni influencer. Majina yote haya tunawapa watu wa hovyo kabisa ambao hawana chochote cha maana ambacho wanakitoa katika jamii zaidi ya kupotosha jamii, lakini tumewapa majina makubwa yenye kung'aa ambayo yana mvuto. Lakini je, ni kweli ndio nyota katika jamii zetu? Je, ni kweli ndio ma-influencer wanaathiri chanya katika jamii au wanataathira chanya katika jamii? Ndio kweli ni content creator wanatengeneza mambo ambayo yanasaidia jamii? Wote tunafahamu ndugu zangu, tupo katika mitandao ya kijamii, wengi wetu yaliomo kule tunayafahamu yanayofanywa na watu hao ambao tunawatanguliza. Ndugu zangu, hali hii imekuwa ni tishio duniani, sio tu katika nchi yetu, bali inawezekana sisi tuna afadhali zaidi, lakini ni tishio duniani kwa watu wenye uwezo wa kufikiri. Mwandishi mmoja wa Canada na thinker wao na mwanafalsafa ameandika kitabu, kimetoka sio muda mrefu, kinaitwa The System of Banality, mfumo wa kutengeneza upuuzi. The System of Banality, mfumo wa kutengeneza upuuzi duniani. Na mule ndani ukisoma alivyoelezea, utakuta kwamba sio mambo yanayotokea kwa makusudi, iko bahati mbaya, bali ni mambo yanayotokea kwa makusudi kabisa. Mfumo wa kuwafanya watu fikra zao ziwe level ya juu ya juu kabisa, sio ya kwenda kina. Yani mtu fikra zake zinakuwa hazizami ndani, mambo yote anayoyafanya yanaishia katika vitu ambavyo vinastarehesha nafsi yake. Kwa huu ni mfumo ambao umetayarishwa, upo na ndio unaenea kupitia katika jamii zetu hivi sasa. Ndani ya kitabu hicho wametahadharisha hatari ya social media ambayo itazalisha jamii ya kipuuzi kabisa na yenye kupenda mambo ya kipuuzi. Sasa dunia nzima inafuatilia maelezo ya kitabu hichi, lakini haya maneno yalishazungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam karne 14 zilizopita katika hadithi niliyowasomea hivi punde, kuonyesha kwamba Uislamu una kila kitu ndani yake. Na kama kweli tungekuwa tunazingatia yale tuliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tungeweza kuwa na solutions au na utatuzi wa matatizo yote ambayo jamii yetu sasa hivi inakabiliana nayo.